Twende kwa Mpalange. Hii ni simulizi fupi na tunaianza kama ifuatavyo. Hapa ndo Buza bwana, sehemu maarufu kwa sasa katika jiji la Dar es Salaam. Ilisikika sauti ya dalali mmoja ambaye alikuwa anazungumza na kijana ambaye alikuwa anatafuta chumba. Sijui kwa nini eneo limekuwa maarufu sana kipindi cha hapa karibuni, na hali ya kuwa huko nyuma hakukuwa maarufu kiasi hiki. Kijana aliuliza swali huku wakiwa wanaendelea kutembea. Basi unaitwa nani vile? Alisimama na kumtazama usoni. Naitwa Suma. Okay. Sasa sikia Suma, nikueleze kitu kimoja hapa. Aliongea huku akitinesa suruali yake ambayo ilikuwa inamshuka. Kijana anaitwa Suma alitulia tu na kumtazama dalali wake huku akiwa anaonekanika alikuwa anasubiria kwa hamu hicho kitu ambacho alikuwa anataka kuelezwa. Huko sio kama eti hakukuwa maarufu tangu zamani. Huko ilikuwa ni maarufu sana. Kipindi hiko sisi tulikuwa tunakaa gila pale. Tulikuwa tunakuja huku kutungua maembe na ilikuwa ikisifika sana kwa matunda hayo. Suma alijikuta akiwa anashangaa huku akiwa anaanza kupiga hatua, maana aliona kama jamaa alikuwa kamjibu tofauti kabisa swali alikuwa anamuuliza. Sio huko Suma, ni huko, akiwa anakatisha kwenye kichochoro kimoja ambacho kilichokuwa chembamba sana. Haraka Suma aligeuza na kuanza kumfuata mwenyeji wake, maana yeye huko hakuwa mwenyeji kabisa yani. Umesema kwamba unafanya kazi gani? Ni engineer. Okay, kumbe engineer. Kituo chako cha kazi? Niko hapa airport Kipawa hapo, na ndio maana nimeamua kabisa kutafuta chumba karibu kabisa na sehemu yangu ya kazi. Kweli kabisa. Maana hapa na hapo Kipawa, yani hata sio mbali, ni gari moja tu umefika. Wakaendelea kuzungumza huku akiwa anaendelea kupita kwenye kile kichochoro ambacho hakikuruhusu watu wawili kupishana. Hivyo ilikuwa inabidi watu wengine wa upande wa pili wasimame pembeni mwanzoni kabisa mwa kichochoro mpaka wakina Suma walipomaliza kupita ndipo nao wakapite. Huko ndiko uswazi bwana. Ama unaweza kusema uswahilini kweli kweli yani. Na ilikuwa ni majira ya mchana hivi, hata hao wenyewe wakina mama na baadhi ya vijana waliokuwa wanawasubiri wapite walikuwa wameshika vibunda vya karatasi mikononi mwao vikiwa vimenona mafuta. Yaani walikuwa wametoka kununua samaki wa kaanga na miguu ya kuku ama vichwa vya kuku kwa ajili ya kwenda kula ugali wa mchana. Unadhani huko watu wana shida na masuala ya mboga basi? Wewe songa ugali tu, mboga zipo zimejazana, ushindo tu wewe na pesa yako. Alafu hata sio gharama kivile, jadi mpaka 50 huko Uswahilini inatumika. Yaani unapata ngozi ya kuku 50 yako tu na pilipili, kwa maana uende ukale ugali wako moja kwa moja. Za saizi jamani, alisikia yule dalali akiwa anawasalimia waliokuwa wanasubiria wapite. Salama, mmoja akaitikia. Suma kabaki kushangaa wale wenyeji wake waliokuwa wanamtazama yeye kwa jinsi alivyokuwa smart, na wakajua kabisa kwamba yeye ni mgeni mitaa huko. Shikamoni. Suma alisalimia, lakini wakina mama kama wawili watu wazima walibaki wakiwa wanamtazama kwa kumshangaa. Suma alijikuta akiwa anajisikia vibaya baada ya wale wakina mama kutoitikia salamu yake. Wanaendelea kumtazama tu huku akiwa anawapita, huku akionekanika kabisa wenye mshangao mkubwa, hadi alipokuwa amepita na nyuma yake wakaangua kicheko kizito cha umbea kweli kweli. Hebu ni basi jamani. Alisikia mvulana mmoja ambaye alikuwa amevaa kipensi kifupi cha jinsi huku akiwa anataka kutangulia mbele. Waduli, hebu jiheshimu huko. Utapitaje kabla yetu? Mwanamume mmoja hivi alihoji huku akiwa amemwekea mwili kumzuia. Sasa mmekaa kucheka tu hapo. Hebu rudi nyuma huko. Ndo useme kwamba una haraka sana ama? Mama mwingine naye ambaye alikuwa amejichubua uso wake naye alidakia huko akiwa anamrudisha Duri nyuma kwa kumvuta. Sasa hebu Masalimu, nengeneka tu alafu unimwagie vidagaa vyangu hapa ndipo ambapo utakaponibeba sasa. Kwani kubeba shilingi ngapi? Hebu twende basi bwana jamani, tunachelewa wengine hapa. Alisikika msichana mmoja ambaye alikuwa amevaa sare za shule huku mdomo ukiwa umempauka kwa njaa, na ndio alikuwa anatoka shule kwa siku hiyo ya Ijumaa. Wanaendelea kubishana huku akiwa anapita kwenye kile kichochoro tu, na mbele yao watu wengine walikuwa wanawasubiria wao. Hii ndio bita yetu bwana. Kwa hiyo uvumilie tu njia zetu huko. Dalali alikuwa anaongea kwa akiwa anaruka dimbwi la maji machafu na kwenda kukanyaga jiwe pembeni. Angalia Suma, usikanyage maji. Kwa nini tunakwenda mbali sana? Hapa tunashafika na nyumba ile pale mbele pale. Akiwa anamuonesha kwa vidole, ulikuwa ni mtaa fulani hivi ambao umechangamka sana, huku ukionekanika kuchakaa kwa rangi nyeusi, na yote hiyo ni kwa sababu baadhi ya madimbwi hujazwa vifusi vya chenga za mkaa. Na istosha kwamba mtaa mmoja kulikuwa kuna wauza mkaa kama watatu hivi, na wote wakiwa na store za maana yani. Kwa mbele kidogo kulikuwa kuna kigenge mshenzi ambacho kilikuwa kina kila kitu kwa ajili ya mahitaji ya jikoni, na kulikuwa kumechangamka kweli kweli yani. Kelele za muziki zilianza kumpokea kijana Suma, na alipokuwa anatupia macho pembeni aliona kuna spika kubwa zilikuwa zimepangwa nje ya maktaba moja hivi ya kukodisha CD za filamu na kubani muziki. Akitazama Suma kwenye kile kibanda ama ile maktaba, kisha akaunganisha macho yake na kisichana hivi kilichokuwa kimevaa dela tu moja jekundu, huku ameshikilia kiasi cha kufanya paja lake la mguu mmoja kuonekana sawia kabisa. Haraka alikwepesha macho na mbele kidogo alikutana na watoto wakicheza mpira barabarani kwa kupigiana huku wakiwa wanatoka shule. Wakaendelea na safari yao tu kuelekea kwenye nyumba ambayo alikuwa ameelekezwa. Hata kabla hawajapita wale watoto walikuwa wanacheza mpira, ghafla
ukaonekanika mpira ukipita usoni kwa Suma na kwenda kutua kwenye sahani ya sambusa ambayo ilikuwa kwa upande wa pili na kumwagika chini. Watoto wale baada ya kuona hivyo haraka wakakimbia na kila mmoja akaingia kicholo chake, huku wakisikia baadhi ya watoto wakiita akina mama wenye biashara hiyo. Mama Saidi, alisikika msichana mmoja hivyo makamo akiwa anaita huku akiwa anakimbilia ndani. Muda wote huo Suma alikuwa anatazama tu na kusimama kuona nini kitakachotokea na kumfanya dalali abaki kumshangaa tu na kutabasamu. Suma, twende bwana. Ndio mambo ya uswahilini hayo. Mbona kawaida tu? Kawaida? Ndio. Kawaida mtu biashara yake imemwagwa. Wakati anaendelea kuongea tu kwa akiwa anaondoka taratibu, mara akaonekanika yule mwanadada aliyekuwa ameingia ndani kwenda kumuita Mama Saidi akiwa anatoka akiongozana na mwanamama mmoja hivi mnene kiasi akiwa amevaa dela limepauka na linaungaunga kila kona, limechanika kwa chini hivi hadi usawa pajani. Huko ndani alikuwa amevaa taiti moja nyeusi ambayo ilikuwa imembana mwili wake hadi chini kiasi cha kuacha vikuku alivyokuwa amevaa kwenye kila mguu vikiwa vinaonekana vyema kabisa. Nani aliyefanya upuuzi? Mama Saidi aliuliza kwa amaki. Watoto wa Madondo hao na yule pale mjukuu wake mzee Tumbaye. Yule binti alijibu huku akiwa amebinua midomo yake tu na vidole vikiwa viko juu. Leo mtanijua mimi nani. Huku mwanamke akitoa mtandio wake ambao alikuwa ameufunga kichwani akafunga kiunoni kama vile anafunga mzigo wa kodi. Suma alibaki akishangaa tu na huku Masaidi mwenyewe akiwa anampita kama vile gari bovu na kumwachia harufu fulani hivi ya jasho na kumfanya baki kushangaa tu na kukunja uso. Huko nyuma ya Mama Saidi walionekanika sasa wapambe na wao wakiwa wanafuata huku akiongea na kumpambiza mama watu. Wanakuambia kwamba vita ya panzi furaha ya kunguru. Wakiwa wachache tu wamebeba sinia la sambusa na sambusa za michanga. Huko nyuma nao wakaonekanika watoto wengine, baadhi wakiwa wanaokota sambusa zilizokuwa na hali mbaya kweli kweli, kisha wakawa wanakula. Huo ndo Uswahili bwana. Wewe kitu kianguka tunakipangusa tu michanga kisha kinakwenda kinywani. Unashangaa kwa watoto kuokota hizo sambusa. Mbele tu karibu na nyumba ambayo anataka kwenda kuoneshwa Suma, akakutana na mzee mtu mzima akiwa anapika samaki wake tu chini alianguka baada ya kumnunua na kumpangusa michanga na kumfunga tena kwenye karatasi. Hayo yote Suma akawa anashangaa tu, maana hakuzoea kabisa, na hiyo yote ilikotokana na kuishi maisha safi tu ya hali ya juu akiwa nyumbani kwao, na sasa ndio kwanza alikuwa anataka kwenda kuishi maisha ya kujitegemea. Alibaki akijigumia tu kudalali akiwa anagonga geti lililoko mbele yao. Tena nyumba kidogo ina utulivu tu na ina geti, kwa hiyo mnakuwa tu mko ndani kwa ndani. Dalali aliongea akiwa anachekesha tuna kumtazama Suma wakati akiwa anasubiria geti lifunguliwe. Suma sasa ikabidi ageuke kutazama hiyo nyumba yenyewe. Sasa kwanza hilo geti lilikuwa limechoka na limeliwa na kutu kiasi cha kujiuliza lilikuwa lina rangi gani hivi, maana lilikuwa limebanduka rangi na kufanya rangi ziwe nyingi zimebebana. Suma alikuwa anashangaa geti hilo jinsi lilivyokuwa limechakaa, na hata wezi wakisema kwamba waje kuingia basi walikuwa wanaingia kiurahisi sana. Mara likafunguliwa na kuonekanika mama wa makamo akiwa anachungulia, na alikuwa ni mwenye asili ya Kipemba. Karibuni, huko akiwa anafungua mlango. Asante. Wote waliitikia kisha dalali akaanza kuzungumza. Mama Jabira, yule kijana nilikuwa nimekuambia ndo huyu hapa, nadhani kwamba nimekuja naye hapa ili apate kuona kwa chumba. Basi sawa, karibuni ndani. Akawapisha wapite. Suma na dalali waliingia ndani, lakini ile wanaingia ndani wakapokelewa na sufuria moja iliyokuwa limelushwa na kwenda kutoa ukutani kutokea upande wa pili. Wakiwa wanashangaa ile sufuria, mara akaanza kusikia sauti za watu wakitukana na prokoshani za maana. Kwanza Suma akamtazama dalali na dalali akamtazama mwenye nyumba, na yeye mwenye nyumba akabaki kutabasamu. Msijali, kuna wasichana wadogo wamepishana kauli hapo. Huko akiwa anaingia kwenye nyumba kubwa na kuacha akina Suma akiwa anamsubiria. Huko nako kwenye vyumba vya uani upande wa pili ambako walikuwa hawapaoni, kelele za kutukanana zilikuwa zinaendelea na sauti za mtoto mdogo tu akiwa analia. Vishindo vikaongezeka na hatimaye sasa wakashangaa kuona wasichana wawili wakiwa wanapigana na kukamatana milini mwao. Ilikuwa ni aibu na ajabu, maana walikuwa wanapigana huku akiwa wamevuana nguo, mmoja alikuwa amebaki na chupi tu huku chupi zake zilizosimama zikiwa zinacheza tu, huku mwingine akiwa amebaki na sketi fupi na huku shanga baadhi zikiwa zinaning'inia, huku nyingine zikiwa zimekatika na kusambaa chini. Wakati wanaendelea tu kupigana na kuja usawa aliokuwa amesimama akina Suma, nyuma ya yule mwanamke aliyekuwa amekatiwa shanga zake kulikuwa na mtoto anayelia na kumvuta huyo mwanamke, maana ndiye aliyekuwa mama yake. Malaya mkubwa wewe. Yaani umekosa wanaume uko nje kote ndo umeona kabisa mume wangu ndo akutembea naye mbwa wewe. Huku akimshushia kofi la uso yule msichana. Ilikuwa nipiga nikupige hapo, na hata sekunde hazikupita huko kwenye geti wakasikika watu wakiwa wanachungulia na kushangilia. Haya, na nyinyi mnataka nini hapo? Alisikika mama mwenye nyumba akifoka na kumkabidhi funguo dalali na kwenda kwenye karo kuchukua beseni la maji machafu.
anakuja. Walisikika watu waliokuwa wamesimama nje ya geti wakichungulia ule mtanange, wakisemezana huku vishindo vya kukimbia vikawa vinasikika. Mama mwenye nyumba alinyanyua lile beseni la maji machafu na kumwagia getini. Waliokuwa huko habari waliipata, kisha mwanamke akaenda kufunga na geti lenyewe. Huko ndani watu wanaendelea kuzinyuka tu, na mama mwenye nyumba hakuonekanika kujali. Ndio kwanza akawa anaenda kuwafungulia chumba pembeni na eneo ambalo walikuwa wamelazana wale wanawake. Jamani, chumba ndio hiki hapa. Hebu na nyie sogeni huko. Akiwa na wasukuma wale ambao walikuwa wanapigana. Suma alikuwa anajionea aibu tu, maana wale wanawake walikuwa wanaumizana usoni na kukwangwana na kucha zao tu hadi damu zikawa zinawatoka, halafu wenyeji wake wakawa wanaonekanika hata wajali. Waliingia kwenye chumba kuendelea kukakua huko nje, bado valangati ilikuwa linaendelea. Sasa ikawa ni hakuna kutokana na, bali ikawa ni miguno tu na makofi tu ambayo ilikuwa vinasikika na ile sauti ya mtoto kulia. Ukaguzi ukaendelea na mwisho huko nje ukasikika ukimya, na hata mtoto naye akawa yuko kimya tu, ndipo alipomaliza kukagua na Suma akaonekanika kuridhika nacho. Kwa hiyo utalipa kabisa ni kuandalia mkataba au? Ndio, nitalipa kabisa, na nadhani kwamba mpaka kesho kutwa mtakuwa nimeshahabia tayari. Suma alijibu akiwa anatoa pesa mfukoni na kuanza kuhesabu. Ulisema kiasi gani vile? Suma aliuliza. Hadi 10,000 tu kwa mwezi, huku nyumba sio bei kama huko mjini. Akasema nitalipa miezi 6 Akiwa anaendelea kuhesabu. Baada ya kumaliza kuhesabu, alichomoa noti kisha akamkabidhi mwenye nyumba, naye akawa anajakisha. Baada ya kuhakikisha alimtazama dalali, kisha akamtazama na Suma na kufungua mlango. Haya, twende tukaandikishane. Huku akitoka nje, walitoka na kukuta wale waliokuwa wanapigana kila mmoja amekaa mlangoni kwake akiwa hoi, na mwingine akiwa anambembeleza mtoto wake. Mama mwenye nyumba aliwatazama kisha akatabasamu na kwenda zake ndani akiongozana na kina Suma. Masuala ya kuandikishana yalianza, na baada ya muda mfupi walimaliza, kisha Suma alikabidhiwa chumba na kuondoka zake na mkataba wake. Karibu Buza kwa Mparange. Baada ya siku 3 alionekanika Suma na wenzake wakiwa wanatoka kazini na kwenda kwenye kituo cha mabasi kwa ajili ya kuelekea majumbani mwao. Mzee, hivi vyumba bei yake haishikiki mzee? Alisikia kijana mmoja alikuwa anaitwa Aidan. Mimi ase kwanza mpaka nimechoka na kuamua kutulia tu kwa anti mpaka nitakapokuwa nimepata mshahara wangu wa kwanza kabisa. Nalialia vijana. Sumarilakia maongezi ya wenzake huku wakiwa wanajiandaa kuvuka barabara kwenda upande wa pili wa kituo kinachofuata kama uwanja wa ndege. Wewe naona uwazi wala hata haumisi swala la bei ya vyumba. Aidan alimuuliza Suma. Hata mimi namuona Dalili naeka dakia. Itakuwa amelizika tu kukaa nyumbani kwao. Yaani nitoke Mbezi ya Kimara kila siku kuja kazini mzee? Na ninavyoa hivi? Suma aliwauliza. Sasa kumbe unataka kusema kwamba unaishi wapi kwa sasa hivi? Mimi naishi nyuma tu hapo ya airport. Wapi? Wote wawili walijikuta wakiwa wanalizoka pamoja. Kiwalani hapo? Aidan akauliza. Hapana. Sasa wapi bobu? Useme si useme basi. Naishi Buza hapo. Vyumba bei poa tu alafu vikubwa mazee. Wote wawili walijikuta wakiwa na gura na kumtazama mwenzao. Sasa nini, mbona mnanishangaa? Yaani ukakae Buza kweli wewe kwa jinsi ninavyokujua mzee wa bata? Daniel akadakia. Kuna muda ukifika lazima tu kubali kwamba umekuwa na uache kabisa masuala ya kula bata na uanze kujenga maisha yako. Una maana gani? Nimeamua kwenda kuishi tu Buza kwa sababu nahitaji kuanza maisha na kuanza kujifunza maisha bila usimamizi wa wazazi. Kiasi gani chumba huko? Adan aliuliza. 40,000 tu kwa mwezi. Oya ese. Muda mwingine hakuna kuwa serious basi babu. Kama utaki basi. Kiwalani kwa kude gila Buza tandika hiyo. Alisikia mpiga debe mmoja hivi mwenye sauti ya kukoloma akiita huko akiwa anakimbilia gari la tandika. Oya mazee, gari hilo alafu jeupe kabisa kibosi yani. Suma aliongea akiwa anakwenda kupanda gari. Hivi ufara yuko serious kumbe? Aidan alimuuliza Daniel. Itakuwa kweli ujue. Gari aliyopanda Suma iliondoka na kuwapungia mkono huku akiwa anatabasamu usoni mwake na kuwafanya sasa wenzake wabaki na mshangao. Oya, kwa nini unashiriki na sisi tukienda Buza mzee? Daniel alimuuliza mwenzake. Ngoja nijifikirie, kesho sasa nitakuja na jibu. Huko naye akiwa anaenda kudandia gari ya Masaki inayotokea Gongo la Mboto. Hawa leo wameniacha du. Daniel alijiuliza huko akiwa anakwenda kukaa kwenye zege huko akiwa anachezea simu yake. Waya bobo, kesho tukitoka tutakwenda wote kutafuta vyumba huko. Ilisomeka hivyo message aliyokuwa ameituma Daniel kwenda kwa Suma. Poa usijali, kuna dali wangu hivi huyo yuko vizuri kabisa, nitamtonya tu leo. Poa bobo. Daniel alimaliza kwa kutuma huo ujumbe huko akiwa anawahi gari ile kuelekea makumbusho kwa kupitia Ubungo na lenyewe likiwa linatokea Gongo la Mboto. Basi ulikuwa ni usiku wa siku hiyo na kijana Suma alikuwa amekaa chumbani kwake na macho akiwa hapo kwenye flat screen yake ambayo ilikuwa iko ukutani. Mara akasikia kama vile kuna watu walikuwa wanazungumza dirishani kwake kwa nje. Kidogo Suma alipunguza sauti ya TV kisha akawa anatega sikio kwa umakini ili apate kujua ni wakina nani ambao walikuwa wanazungumza huko nje. I see, jamani. Saidi, usinikandamize sana, isiwe unaniumiza.
Ilisikika sauti ya msichana akiwa analalamika. Haya, inama vizuri basi. Sauti ya mvulana na yenyewe ikasikika. Ngoja basi nikae vizuri maana unanichubua kwenye ukuta ukifanya hivyo. Suma aliguna na kusogea taratibu kwenye dirisha ili apate kuchungulia. Kwa kuwa alikuwa ameweka pazia zito na taa alikuwa amekusha zima, hivyo ikawa ni rahisi kwa yeye kuweza kusogea dirishani bila wale wa nje kuweza kumuona wala kumsikia. Alifika dirishani na kushika pazia yake kisha akafunua taratibu kabisa na kuacha upenyo mdogo tu ambao ulimfanya aweze kuona nje. Jamani Saidi, usifanye haraka. Pole bebe, shida na wewe, unachelewa kuja. Hapo baba. Walikuwa wameinamishana kichocholoni tu, huku mtoto wa kike akiwa ameinua mguu mmoja juu na kuweka ukutani, huku nyuma yake huyo kijana wa kuitwa Saidi alikuwa anamshughulikia na suruali yake ikiwa iko inasoma magotini. Alikuwa ameivua suruali yake na kwenda kutulia tu kwenye magoti, na muda huo mashine yake ikiwa inaendelea tu kuchapa mwendo kuingia na kutoka kwenye mzinga wa asali wa huyo binti aliyekuwa ameinamishwa kisawasawa. Kazi ilikuwa sio ndogo maana kila mmoja alikuwa anataka kupata raha ipasavyo, na kuzingatia hawakuwa wako ndani bali walikuwa kichocholoni. Waliweza kwenda kwenye hiko kichocholo kwa sababu kilikuwa kitumiki na watu, na hiyo yote ni kutokana na kwamba upande wa pili kulikuwa kumezibwa, hakukuwa na njia, na ndio maana hawa watu waliweza kwenda kurushana roho pande hizo. Kweli ndo buza ise kwa Mparange. Yaani hata hawaoni. Suma aliongea kibara na chungulia, na wakati huo mashine yake na yeye ilikuwa imeshaanza kumsimama. Watu huko walikuwa wanasuguana kisawasawa mpaka muda mwingine wakawa kama vile wanataka kuanguka na kuwekana sawa. Bana, leo staki huko. Msichana wa watu alianza kukataa baada ya kuona Saidi anataka kuhamisha njia. Kwa nini sasa? Mjuzi bwana uliniumiza tu, kwa hiyo mpaka leo bado nahisi maumivu kidogo tu. Hapana bwana, kama utaki basi. Huku akiwa anataka kuinuka. Haya basi naomba nimalizie. Akiwa anamsukuma kwa kumshika mgongoni. Shughuli ikaendelea kwa miguno ya kimaaba ikiendelea na kumfanya Suma afunike pazia huku akiwa amechanganyikiwa kwa ule utamu waliokuwa wanapeana hao vijana. Ngoja sasa nifanye yangu hapa. Huku akirudi kitandani na mkono ukiwa hapo kwenye mashine yake ambayo ilikuwa imesimama kwa asila ndani ya bukta yake. Suma aliendelea kutazama filamu yake huku akionekanika kabisa amechanganyikiwa baada ya kuona ile mambo yalikuwa yanatendeka huko nje kwenye kile kichochoro. Ikasikika Saidi akiwa na unguruma kuashiria kwamba mambo yalikuwa yamefika penyewe kabisa, na kumfanya Suma atulie tu kwa kusikiliza. Saidi nakupenda mpenzi wangu. Kisha akawa yanasikika mabusu ya mfululizo kuashiria kwamba wanapongezana baada ya safari yao kufika ukingoni. Bora amemaliza maana walikuwa wananipandisha tu mizuka tu hapa. Suma alijiongelea tu akiwa anazima TV na kulala. Akiwa amelala kitandani mara simu yake ikasikika ujumbe mfupi kwa umeingia. Mwanga ukaonekana. Taratibu akachukua simu yake na kuanza kusoma ujumbe huku akionekanika kama vile kuchukia fulani hivi. Usiku na yeye bwana ameshinda kabisa kunitafuta mchana eti sasa hivi ndo aje nimpigie. Huku akitupa simu yake pembeni na kujifunika shuka. Siku iliyofuata kama kawaida, Suma akiwa ndani ya gari akitoka kazini kurudi nyumbani, lakini siku hiyo alikuwa na rafiki zake wawili wakielekea Buza kwa ajili ya kwenda kuwakutanisha na dalali ili aweze kuwatafutia vyumba na wao waweze kuishi huko kwenye vyumba vya bei nafuu. Kila mmoja alionekanika kuwa na shauku ya kutaka kufika mapema, maana walikuwa wanasikiaga tu kwa jinsi watu walivyokuwa nasifika, ila hawakuwahi kabisa kufika, na kufika basi walikuwa wanapita kwenye magari na kupaona juu kwa juu. Kwa Mparange alisikia konda akiita huko akiwa anaviliza vichele mkononi. Walishuka na kila mmoja alilipa nauli yake huku wakiwa wanaendelea na mazungumzo yao tu, kwa maana watu wote watatu walisoma shule moja kidato cha 5 na 6, na bado hapo wakaja kusoma chuo kimoja na kozi moja, na hata walipokuja kuajiliwa walijikuta wakiajiliwa sehemu moja, na bado walikuwa wanataka kuishi mtaa mmoja ama eneo moja. Kwa muda kama dakika kadhaa hivi wakawa wameshafika kijiweni anapopatikana dalali, huku wakiwa wanaendelea na mazungumzo yao. Mzee, umekuwa mwenye kiasiki? Alikadani akamuuliza Suma. Si unajua ujinga ni wakati wa kwenda tu, kurudi kila mtu ni mjanja. Suma alijibu akiwa anasimama kwenye mwembe mmoja hivi mkubwa ambao mbele yake kulikuwa kuna kijiwe cha mafundi landa, wakiwa wanaendelea na kazi ya kutengeneza baadhi ya viti vya ofisi. Wakiwa bado wanawekana sawa, mara kaonekanika yule dalali akiwa anatoka kwenye kibanda kimoja huku akiwa kifua wazi na mwili wake ukiwa na mabaki vya vumbi la mbao, na akiwa anasindikizwa na kelele za kuchanika kwa mbao. Suma vipi? Jamaa kasalimia. Naambia dalali la viwango kabisa Buza nzima. Safi tu kaka. Bwana, wale watu hapa nimekuletea. Tena imekuwa kama zali hivi. Maana kuna wenye nyumba kama 3 hapa wamenipa oda wanahitaji wapangaji. Basi bahati yao. Kweli mzee. Na bila kupoteza muda ngoja basi ni nawe hapa pale Bombani, alafu tena tukawacheki. Basi haina mbaya. Tunakuwait hapa.
Suma kajibu huku akiwa anawageukia wenzake. Wewe jamaa, hata sikuwezi yani. Aidan aliongea akiwa anamtizama Suma. Huko kila kitu kiko sawa tu, maji sio shida kivile. Na kama ukipata bahati nyumba ina bomba ndani kama mimi, basi jua kabisa umewini mshikaji. Kwa hiyo ndo ananao tuondoke? Daniel aliuliza kwa mtizama dalali ambaye alikuwa nao kwenye bomba moja la shule. Baada ya muda kidogo, dalali akawa ameshamaliza kunawa na kurudi walipo akina Suma. Oye, Rashidi, hebu nipatie fulana langu hapo. Jamaa bila kuchelewa akatoka na fulana kisha akamrushia dalali na yeye akalidaka bila tajizi akaanza kulitinga. Alianza kutembea huku akiwa anavaa fulana lake na kuwataka wakina Suma wamfuate na kukwenda. Ndio naondoka hivyo mdau, dalali alisisitiza. Kwamba ndo safari? Aidan akauliza. Hilo ni jibu, nahitaji swali. Dalali alijibu huku akiwa anacheka huku akiwa anatengeneza fulana lake vizuri kabisa na kutoa simu yake ya bata mfukoni. Haraka alianza kuhangaika kupiga simu na akaonekanika kusikilizia kwa muda kisha akajisonya na kurudisha tena simu mkononi huku akionekana kuhangaika kubonyeza tena namba. Unayepatikana sio na shida gani huyo? Alijisemea mwenyewe huku akiwa anaendelea kutafuta tu baadhi ya namba kwenye simu yake. Baada ya muda alirudisha tena simu yake sikioni na kusikiliza, lakini akairudisha mkononi huku akisonya tena kuashiria kwamba alichokuwa anatarajia sicho alichokipata. Apokee simu na huyu naye. Au hujawapanga nini? Suma aliuliza. Nimeshawaambia muda wote mimi naweza kabisa kwenda na wanajifanya kwamba wako busy alafu wana shida na pesa. Dalali aliongea huko akiwa anazidi kutembea tu kwenda mbele na kina Suma akiwa anamfuata kwa nyuma. Safari ilikuwa ni ndefu kidogo, wakiwa wako njiani mara ghafla simu dalali iliita huko akiwa yuko kwenye maongezi marefu kama ilivyo kawaida yake. Ngoja anapiga hapa. Dalali aliongea huko anapokea simu na kuweka sikioni. Halo. Huko nyuma Suma na wenzake wakiwa wanaendelea kushangaa wa mama ambao walikuwa wamekaa kisukana na wakiwa wanapiga tu soga bila aibu wakizungumzia kuhusu show wanazopewa na waume zao. Niko nao hapa ndo tunakuja kwako. Kisha akatulia kusikilizia upande wa pili wa simu. Hivi wa mama hawana watoto au? Aidan aliuliza. Bobu, ndo mambo ya buza hayo. Kila mtu na maisha yake. Suma alijibu akiwa anasogea mbele alikuwa amesimama dalali. Sawa, haina shida, tutaanzia hapo kwako. Wote wanataka kukaa nyumba moja ama? Dalali alimuuliza Suma. Itakuwa vizuri kama watapata nyumba moja au mnasemaje wa kurungwa? Suma aliwauliza wakina Aidan waliokuwa wanamalizia kuwashangaa wale wakina mama. Kama ikitokea vyumba vinapatikana nyumba moja sawa tu. Ila kama iwezekani tukipata nyumba tofauti basi tutakubaliana tu na hali halisi. Daniel alijibu akiwa anamtizama Suma. Basi ndio tutaenda kujua huko mbele. Dalali aliongea huko akiwa anakwenda mbele na simu akiwa ameweka mfukoni. Safari iliendelea na walikuwa ni kama vile wameanza upya kabisa kwa kusimama mahala pale kwa muda mrefu kidogo. Lakini walikatisha kona ya kwanza na ya pili kama ilivyo kawaida mitaa ya Buza. Walikutana na timbwili la ngoma, raia wakipita huku wakina mama wakiwa wanayamwaga tu mauno nusu uchi kabisa. Kwanza dalali mwenyewe alichanganyikiwa na kuanza kuyarudi huku akiwa anaingia katikati kwenye kundi la kina mama na kina dada ambao walikuwa wananyonga mauno bara. Suma na wenzake wakabaki wakishangaa tu huku akiwa wamesimama pembeni ya barabara wakitazama kinachoendelea. Wadada baadhi walikuwa wamebaki na chupi tu. Na huko ngoma changanya matarumbeta yalikuwa yanapigwa kwa sifa mpaka mtu anasikia tumboni kabisa. Mambo yalikuwa mambo kwenye huo mtaa na kila mtu alikuwa anatazama lake. Unaambiwa kwamba vijana mjini walikuwa kiingia kati na kuanza kubambia mama watu wazima huku akiwa wanachezea shanga zilizokuwa zinatikisika viunoni. Bwana, unacheki vitu hivyo babu? Alisikia Daniel akimuuliza Aidan ambaye alikuwa ameganda akimshangaa msichana mmoja ambaye alikuwa amejifunua dela kwa nyuma huku akiwa amejibinua kiuno chake na kukikata kwa mgandisho mpaka watu wakawa wanakwenda kumshangilia. Mambo yalikuwa mambo na mtaa ulichangamka ndani ya muda mfupi tu. Watu walikuwa wamejazana na ngoma iliendelea tu kudundwa bila huruma. Wape dalali zungu, alisikia jamaa mmoja alikuwa anamfahamu kama rais wa Uswazi ama wenyewe walikuwa wanamuita Maafasumu, akimpamba kwa kushika kipaza sauti juu ya gari ambayo ilikuwa imebaspika. Watu baada ya kusikia hilo jina dalali zungu waliangua shangu huku akiwa wamechangamka kucheza na jamaa aliyetajwa akaenda kumtuza jamaa ambaye alikuwa amemtaja shilingi 1500 na kuondoka zake kwenda walipokuwa wamesimama kinasoma. Jamani, twendeni, ndo mambo ya Uswahilini kwetu haya. Huku akiwa anacheka na kuhema kwa mihemo ambayo ilikuwa inasindikizwa na kijasho chembamba. Waliondoka lakini Aidan alikuwa bado anamtazama yule msichana ambaye alikuwa anakata mauno ya mgandisho kwa sifa mpaka watu wakawa wanachafua boxer zao, lakini mtoto wa kike hata hakujali kabisa. Watu hao wakaachana na kile kikundi cha ngoma na kuzidi kwenda mitaa ndani kabisa huko. Baada ya masaa kama mawili kila mmoja akawa amepata chumba chake kulingana na mahitaji yake na pesa yake ambayo alikuwa nayo. Ulikuwa ni usiku sana na wakaamua sasa siku hiyo wote walale nyumbani kwa Suma ili kesho waamkie kazini na kesho kutwa yake kila mmoja aanze masuala ya kuhamia Buza
kwa mparange. Wakaonekanika wakiwa kwa mtaani kutafuta samaki wa kuweza kulumangia ili wapate kwenda kula ugali waliokuwa wameshauandaa kwa usiku huo. Mzee, kwa nini tusichukue tu kuku tu hapa wa kukaangwa hapa tukafanye maujanja tu kwa kachumbali? Aidan alitoa hoja akiwa amesimama mbele ya mzee mmoja hivyo akipemba akiwa anauza kuku wa kukaanga. Wewe jamaa una akili sometimes wewe. Suma alidakia huko akiwa amesimama. Nyanya zenyewe zipo? Daniel alihoja. Nyanya zipo ise pale kwenye kile kibanda hata msijari kabisa. Muuza kuku alidakia utazani kwamba alikuwa yumo kwenye mazungumzo. Walianza kuchagua huku Aidan akiwa anajikoki kulipa bili nzima na wenzake wachague wanachotaka, na wakati Daniel akionekanika kusogea kwenye kile kibanda wanachouza nyanya ili kusudi achukue nyanya za kachumbari. Kaka samani, ilisikika sauti ya binti mmoja ikimsemesha Suma. Huku akigeuka na kumtizama. Samani kwa usumbufu bila kukosea, unakaa pale kwa Mama Jamila Ndio vipi, kuna tatizo? Hapana. Ila tu kuna kitu nilikuwa nataka tuzungumze. Huku akiwa ni mwenye aibu usoni. Sawa, tunaweza kuzungumza. Tunaweza kata pembeni kidogo. Alionekana Aidan akiwa anamtizama mwenzake na kumpa ishara ya kwenda pembeni. Na akiwa kama asikilizi, lakini kumbe masikio yake yalikuwa yako huko. Taratibu Suma akakubali na kwenda naye yule binti pembeni kumsikiliza, na wenzake wakiwa wanaendelea tu kuchagua kuku na nyanya. Samani sana kwa kupotezea muda wako, hata usijali, unaweza kuniambia tu. Naitwa Chiku. Naishi nyumba ya 3 toka pale unapoishi wewe. Nadhani kwamba huna hata wiki tangu uhamie pale. Bila shaka. Samani, naweza kupata namba yako ya simu? Suma aliguna huko akiwa anamtizama usoni. Usihofu, ni kwa ajili ya mawasiliano tu, yani kama utojali lakini. Okay. Huko akinyosha mkono akimaanisha kupokea simu ya Chiku ili amwandikie namba zake. Chiku bila hata kusita wala kuchelewa akachukua simu yake na kumkabidhi Suma, huku akiwa kama vile anatabasamu kwa mbali, maana aliona dhima yake inakwenda kutimia. Suma akapokea simu na kuandika namba haraka maana aliona kama wenzake wameshamaliza kuchukua mahitaji yao. Ukinibipu nitaipata namba yako. Akiwa anamrudishia Chiku simu yake. Asante na shukuru Haya, hata usijali. Haya, ila au basi. Hamna, kama una lingine unaweza kuniambia tu. Suma aliongea akiwa anatabasamu na kumtazama Chiku. Kama utojali, unaweza ukanipa shilingi 2,000 tu nikale chips. Buza hiyo. Hilo tu ama kuna jingine? Akiwa anajisachi mfukoni tu na kutoa wallet yake. Haraka alichomoa noti ya shilingi 5,000 na kumkabidhi Chiku, huko yule mzee muuza kuku akiwa anawatizama na kusikitika tu kwa kile kitendo. Watu wanatia aibu, yani kila mtu kumfanyia tu bila hata kuwajua. Sijui hawajui kwamba anafanya kazi. Mzee alibaki kujiuliza huko akiwa anapanga vipande vya kuku wake. Haya, nashukuru, usijali. Huko Suma akiondoka zake. Waliachana na kila mmoja akashika njia yake. Chiku akaelekea kwa muuza chipsi na Suma akaenda kwa wenzake ambao walikuwa wanamsubiria yeye ili warudi ghetto. Vipi mwamba? Ingekiwa nini? Aidan akauliza. Sasa sijui nisemeje. Mnafahamiana ni maana mtoto mkali japo yuko buza ila anaonekanika aise. Daniel akadakia. Hivi mnakumbuka ule mbwa Duli akiwa na kina Bruce Ambamba na Jocelyn? Aidan aliongea. Upo tena mzee wa zakale? Daniel akahoji. Ule wanauita kwamba dhahabu. Kwamba unataka kusemaje bobo? Sasa ile ilikuwa ni dhahabu ndani ya Kariakoo. Ila hii hapa ni dhahabu ndani ya buza nzima. Huku akiwa anaangua kicheko kilichowafanya wenzake na wao wacheke. Waliondoka huku akiwa anacheka na kila muda Aidan mzee wa mabinti alionekanika kumtazama kila mara yule mwanadada wa kuitwa Chiku. Chiku na yeye alionekanika kusubiria chips kwa na wenzake akiwaelekeza kule alikokuwa anaelekea kina Suma. Shoga una bahati sio bure. Yana hata kufahamu mkupa tu buku 5 na namba yake juu. Alisikika dada mmoja hivyo kuitwa Salma akiwa anamsemesha Chiku. Kwanza hata mimi siamini. Sijui magagizi gani wewe. Hebu tusubirie chips tule bwana. Ndio utulie basi shosti. Anaonekanika na hela yule. Takavyo mganda sasa. Yaani najiweka mwenyewe. Sema na wewe sura unayo. Shepu unayo na mapenzi unayajua. Mbona atakaa tu sawa yule? Wakaonekanika kuzungumza huko akiwa anacheka na kugongesha mikono yao. Wakati huo Suma na rafiki zake walikuwa wanaelekea tu ghetto. Walifika wakaandaa chakula chao kisha wakala, na walipomaliza wakafanya utaratibu wa kuoga na kila mmoja akawa amekaa pozi lake tu akitazama movie kama ilivyo kawaida yao hao watu watatu tangu wakiwa wako chuo. Yaani wao usiku walikuwa wanatafuta movie kali, wanakaa hostel kisha wanatazama tuka pamoja. Hapo napo pia wakawa wamejikumbushia tu maisha ya chuo. Wakati wanaendelea kutazama movie, simu ya Suma ikawaka kioo kuashiria kwamba kuna ujumbe mfupi umeingia. Mambo mai. Namba ikawa nyingine. Suma kwanza akaitazama ile message kisha akatazama wenzake waliokuwa wako busy na movie kisha akairudia na kuijibu. Sorry nani? Chiku hapa. Chiku niambie. Safi tu mama nini? Hapana niko macho tu hapa na cheki movie. Wow, ongera. Kwa nini? Si una raha mpaka unacheki movie? Nikajua umelala labda na kadem kako huko.
Hamna bwana. Unaambiwa watoto wa kike wa siku hizi bwana, hawakuulizi una mpenzi, bali wanakuzunguka tu kwa maswali tu ya kijanja janja tu na kujikuta ukiwajibu kwamba huna. Uko peke yako? Niko na rafiki zangu. Kwani na wenyewe wanaishi hapo? Hapana, leo tu amekuja kunitembelea, si unajua kabisa kwamba ni muda tujaonana. Kweli sasa wangu, niambie, ulikuwa na shida gani? Tunaweza kesho kukutana sehemu ili tuzungumze. Kwa nini niambie kwenye simu? Natamani tuongee tu tukiwa wote. Okay, sawa, haina shida. Utakuwa free saa ngapi? Chiku alikuwa anauliza utasema sasa yeye ndo mtoto wa kiume, kumbe yeye ndo wa kike sasa. Kesho Jumamosi nitawahi kurudi, nadhani mpaka mida ya saa 10 nitakuwa niko nyumbani, nisharudi tayari. Basi sawa wangu, usiniangushe. Poa poa. Usiku mwema mchumba. Mtoto wa kike alimalizia kwa ujumbe huo uliomfanya Suma baki akishangaa tu simu yake. Anaingia bandani mwenyewe, nitamchinja. Wewe mwachaji weke tu huyo. Suma alijisemea huko akiwa analala. Oya vipi, mbona unaangusha gari mapema? Aidan akauliza. Kesho je ubwaze? Kama ndo uoga mzee, basi umezidi. Au nataka tuzo tu ya mfanyakazi bora mwaka huu? Daniel alihoji. Yaani aje mwaka huu na mwaka huu tuabe hiyo tuzo? Hata mwenye nitaandamana aise. Aidan alidakia kwa anacheka. Nyiwasi mna majungu kama nini yani? Huko Suma akiwasha feni kubwa ambayo ilikuwa ipo kwenye dari. Yalikuwa ni majira ya saa 1 usiku siku iliyofuata, akaonekanika Suma akiingia kwenye loji moja iliyokuwa inapatikana mitaa ya Vingunguti, huko akiwa amebeba mfuko wenye vyakula. Alikwenda moja kwa moja hadi ndani na kwenda kwenye chumba kimoja kilichokuwa kinapatikana kwenye hiyo loji, kisha akaingia kwa akiwa anashusha pumzi. Uso kwa uso alikutana na Chiku akiwa amejilaza kitandani akimtazama na kujichekea tu, na mwili wake ukiwa umefungwa na kitaulo kifupi. Taulo alikuwa amejifunga Chiku lilikuwa ni fupi kiasi cha kuweza kufunika kifua na sehemu tu za tumbo lake, na kwenda kuishia juu kabisa mapaja yake yaliyokuwa ni meupe, yakimtamanisha Suma ambaye alikuwa anaweka ule mfuko wa vyakula mezani. Mbona umechelewa? Chiku aliuliza. Niliamua tu kwenda nje kabisa, maana hapo jikoni kwao bado hawajaanza kuandaa chakula. Kweli unanijali Huko akiwa anakaa vizuri kitandani. Unaweza ukaja kula kwanza? Hapana, kuna kitu nahitaji kueleza. Ila ulisema kwamba una njaa. Kweli, lakini umefika hujaongea na mimi ukawa umekwenda tu kununua chakula. Kwanza umelipia chumba? Suma alimuuliza Chiku. Hapana, si uliniambia kwamba nikija hapa wanipatie tu chumba utakuja kulipa. Na kwa nini ulichagua huko? Ina maana kwamba wewe ni mwenyeji sana huko? Nilishawahi kuja huko kipindi fulani hivi. Tulikuwa tunafanya Friday Airport, kwa hiyo hapa walitufanyia bei poa, na ndio maana ikawa ni mwanzo kabisa kujuana nao. Basi ndio maana nilipomuelekeza tu kuhusu wewe hata kuwa na wasiwasi kabisa. Ndio faida ya kuishi vima na watu. Niambie. Safi tu, ila samahani kama nitakuwa nimekuuzi, hata usijali. Sio siri Suma, mimi nimetokea kupenda sana. Na siwezi hata kuelezea kwa nini nakupenda, ila nimejikuta tu nakupenda. Naomba unielewe hilo boy. Siwezi kabisa kuishi bila wewe Suma. Mbona mapema sana Chiku? Nadhani kwamba tumekutana jana tu. Nadhani hata hujakosea, ila sioni sababu ya kushindwa kujua yupi halali na yupi si halali kwangu. Unataka kusema kwamba moyo wangu umekuchagua wewe, yani bila kujali kwamba utakuwa nani kwangu baada ya kukabidhi. Akiwa anamkumbatia na kumbusu shavuni. Mtoto wa kiume alikuwa anajifanya kugoma, lakini ukweli hata yeye alikuwa amemuelewa sana Chiku. Japo alikutana naye kwa mara ya kwanza jana yake tu. Ila vipi kuhusu mimi kukuamini wewe? Suma aliuliza. Na kuomba uniamini. Usijali, naomba tu nipe dhamana ya moyo wako. Na hata kabla neno halijamtoka kadakwa na denda moja hatari na kumfanya baki kimya, akibadilishana mate. Taratibu Suma akawa lainika na mtoto moyoni, akawa anajua kabisa kwamba ameshamkamata kisawasawa yule mwanaume. Taratibu mate yanabadilishana pale, huku uno likiwa linakatwa na kalio likiwa limetegwa kwenye mapaja ya Suma ambaye alikuwa hajiamini hata kumshika mtoto Chiku. Nishike kiuno. Huku akiwa anaongea akiwa anamshika mikono Suma na kuipeleka kiunoni mwake. Suma watu bwana akawa amechanganyikiwa baada ya kukishika kiuno kilichokuwa kinazunguka taratibu kabisa na kwa manjonjo yote, na kwa wakati huo mabusu na ndimi zikiwa zinagusana kutafuta mizuka ya game. Watu shangwe juu ya shangwe, na Chiku akaamua sasa kulifungua lile taulo lake na kubaki na kufuri tupu lilokuwa limemkaki sawa sawa, na ilikuwa aina ya bikini ya kisasa kabisa. Suma alijikuta kama vile amechanganyikiwa baada ya kuguswa na chuchu kali zilizochongoka na kujikuta akiwa anahamasika kwa kukaa vizuri kabisa ili apate kula tunda. Unadhani hapo hata kula mtu anakumbuka? Basi wakajitupia kitandani, kisha wakaanza sasa kugalagazana, huku wakiwa wanavuana nguo zao kuashiria ya kwamba walikuwa wanahitaji kukipiga wakiwa wako waziwazi. Baada ya dakika chache tu kila mtu alikuwa ni mtupu na aibu zikawa zimewaisha kabisa na kuzoeana, huku wakichezea barabara
kuzihilisha kwamba wako razi kulambana utamu muda wote ule. Mchezo ulinoga na wakaanza kutomasana huku miguno ya tali ya mtoto Chiku ikiwa inasikika kuashiria kazi ilikuwa imeanza, na Suma naye hakuwa polepole maana alikuwa na muda hajafanya kale mchezo. Kwa hiyo mechi ilikuwa kibabe sana kiasi cha kumfanya Chiku atamani kuomba hata mapumziko. Weka niweke, toa nitoe, chomoa nichomeke, nipe nikupe, yani kila unachokifanya basi mwenzako anakifanya kama ulivyofanya ama atafanya zaidi yako. Ni miguno tu na mihemo ya mahaba ndio ambayo ilikuwa inasikia kwenye hiko chumba, na kitanda kwa mbali kilikuwa kinalamika tu kuashiria mapambano ya tembo. Nyasi ndizo ambazo zinazokuwa zinaumia kwa muda huo. Kwa hiyo varangati la wapenda nao kitandani zilizokuwa zinaumia ni chaga na godoro. Mizuka ilipanda na kelele zikazidi kwa Chiku kuonesha mambo yalikuwa yamefika rohoni, na muda wote alikuwa anarudisha change, yani kufika kileleni. Mwanaume huku naye akawa anaanza kujikaza, maana wazungu wenyewe walikuwa wako hewani na ndege zao wakitaka kutua anga za nyanda za juu kusini ili wapate kumwagilia maua. Kila mmoja akaanza kumkumbatia mwenzake na kumngangania kama vile wanataka kupaa pamoja ama wanataka kuzama pamoja. Walimaliza mzunguko wa kwanza na kila mmoja alikuwa anafurahia burudani ya mwenzake. Walikuwa bado wanatamaniana, na Chiku akiwa ananyanyuka huko akiwa amejifunga taulo lake kwenda uwani. Suma akawa anamtazama Chiku kana jiuliza maswali mengi kichwani. Kwa nini yule binti amemkubali haraka, na kwa nini siku ya kwanza tu kukutana naye wamefanya mapenzi hapo hapo? Watu walikuwa wanajilia vyao siku hiyo na walikubaliana kulala hapo hapo mpaka kesho yake asubuhi, ndipo kila mmoja arudi Buza kama vile hawajuani, kumbe wametoka kujanduana. Kwa bahati nzuri kijana Suma alikuwa anaamkia siku ya Jumapili, siku ambayo yeye hakuwa anaenda kazini. Basi baada ya mapumziko ya muda mfupi wakaingia tena uwanjani, kisha wakaendelea pale pale walipoishia ili wakonge nyoyo zao. Baada ya wiki moja kupita na kina Aidan kuhamia kwenye vyumba vyao huko Buza, ilikuwa ni Jumapili ya weekend njema kabisa. Alionekanika kijana Aidan akiwa anatoka chumbani kwake akienda bafuni kuoga, lakini ghafla akajikuta anasimama baada ya kuona kama mlango wa bafu umefungwa na taulo likiwa liko pale linapepea. Kwa ishara hiyo moja kwa moja Aidan akajua tu kwamba kuna mtu anakoga, na kwa vile ilikuwa ni Jumapili basi akajua kuna mtu labda alikuwa anawahi ama anasafiri zake tu, ndio maana ameamua kuoga mapema. Akiwa ametulia tu na mswaki wake mkononi huku akitua ndoo yake chini na kopo la sabuni akiwa ameliweka pembeni ya ndoo, ndipo ghafla akajikuta kishtuka na uganisha macho yake pembeni kidogo ya bafu. Kulikuwa kuna mwanamke naye ametoka kuoga, sasa akawa anasugua gaga ama anasugua visigino vya miguu yake. La haula. Jamani, ilikuwa ni hatari huko nyuma, maana kijana wa watu alikuwa ameduaa hadi mdomo ameuacha wazi kwa jinsi alivyokuwa anatazama mitetemo ya ile sebene. Mwanamke alikuwa amevaa kanga moko tu, alafu sasa ametoka zake kuoga, ikawa ni kama imeloana hivi na kukamatana mwilini mwake. Sasa changanya na ule mzigo ambao alikuwa nao huyo mwanamke, basi likawa ni balaa tupu kwa Aidan. Mwendo ulikuwa ni Singida Dodoma, Singida Dodoma, Singida Dodoma, huku mstari wa equator ukionekanika vyema kabisa kutokea usawa mgongo karibu kabisa na kiuno kwenye ule mzigo mkubwa wa 5 yani makalio yaliyokuwa yameshiba nyama za kutosha. Jamani, kweli hii ndio Buza kwa Mparange. Yaani huku sikutafutana lawama huku jamani, wake za watu. Aidan alibaki akijisemea tu akiwa anatazama ule mzigo kwa jicho la tamaa. Akiwa anaendelea kushangaa ule mzigo, mara akahisi kuna mtu alikuwa anamgusa begani na kumfanya shtuka geuka nyuma. Alikutana na mzee mmoja kama amepaka rangi ndevu zake na kuwa za rangi ya brown. Hii ina maana kwamba unaweza kusema kwamba alikuwa ameweka bridge. Alionekana Aidan akinywa, maana alikuwa anafahamu kabisa kwamba yule mzee ni nani kwenye hiyo nyumba, na zaidi ndiye aliyekuwa mume wa huyo mwanamke aliyekuwa anasugua miguu yake. Fuata kilichokuleta kubuza na sio kutamani wake za watu. Kisha mzee kwa watu wakaanza safari moja moja huku akihesabu uradi kwenye tasbihi yake. Aidan hakuwa na la kujibu zaidi ya kufezeeka huku akiwa anaogopa hata kumtazama tena yule mwanamke. Akiwa na wazo cha kufanya, mara yule mwanamke akawa amemaliza kufanya jambo lake na kwenda kwenye mlango wa bafuni, kisha akachukua toro lake na kuanza kwenda uelekeo wa chumba chake na kumfanya Aidan ajione mjinga kwa kusubiri nje wakati bafuni hakuna mtu. Za asubuhi Aidan yule mwanamke alimsalimia, "Nzuri tu Masuzi. Naona nilikuweka na wakati hakuna mtu. Hata usijali." Huko akiwa anachukua ndoo yake na maji na kopo lake, kisha akawa anaenda zake bafuni, maana hakutaka story na yule mwanamke. Aidan akiwa bafuni anaoga, na kama ilivyo kawaida yake alikuwa na swaki kwanza ndipo aanze kuoga, mara ghafla mlango unasukumwa na kuonekanika mtoto wa mwenye nyumba akiwa anaingia haraka kwa kipandisha kitenge chake usawa wa kiuno chake akitaka kwenda kukojoa bafuni, maana huko chooni alikuwa ameingia mdogo wake wa kiume.
Kwanza kila mmoja alijikuta akiwa ameganda kumtazama mwenzake na yule binti, kwa sababu mkojo ulikuwa umembana. Sasa akajikuta akianza kukojoa hata kabla hajafika chini kabisa. Mkojo nao ukawa umeshatoka, kusema kwamba eti ubani ili atoke kashindikana, na kujikuta akiendelea kukojoa na kitenge chake akiwa amekishikilia kwenye kiuno, na huko chini kukawa kuko wazi kabisa, kila mtu ajione. Aidan alibaki ameduaa tu, maana kile kilikuwa kitu kigeni kabisa kwake, na ukizingatia hata yeye alikuwa yuko uchi kabisa wa mnyama. Alichokosea kijana Aidan ni kwamba hakuweka alama mlangoni kuonesha kwamba kulikuwa kuna mtu, na ndio maana huyo dada kaingia kwa kujiamini. Alimaliza kukojoa kisha akaondoka zake bila hata kuzungumza chochote, na kumfanya Aidan abaki anajiuliza maswali mengi kichwani. Hivi hajaniona ama ana usingizi huyu? Aidan alijiuliza mdomoni akiwa amegana tu na mswaki wake. Akaona jinsi zaidi ya kuoga na kutoka kwenda chooni kwake, huko kichwani akiwa yuko mwenye mawazo mengi kutokana na ile tukio la mtoto wa mwenye nyumba. Aliingia ndani kisha akaanza kujifuta tu kwa kujikausha maji mwilini mwake, huko akacheza muziki ambao ulikuwa unadunda kwenye sabufa yake na kumburudisha kweli kweli. Bila kujua huko nyuma alionekanika yule mwanamama ambaye alikuwa anasugua miguu yake akiingia kwa kunyata chumbani kwa Aidan. Aidan mwenyewe hakuweza kusikia, maana alikuwa ameshatekwa na sauti kubwa ya muziki sambamba na kuupa mgongo mlango wa kuingilia ndani. Asichajabu ni pale aliposema kwamba ainue uso wake kutazama kwenye kioo, na hapo ndipo akajikuta na shangaa na kutamani hata kupiga kelele. Hakuna aliyeniona wakati nikiwa naingia hapa chumbani kwako. Alisikia yule mwanamke akiongea huko akiwa amesimama mgongoni mwa Aidan. Lakini hebu tulia mtoto wa kiume, mbona shindwa kuwa muelewa? Shida wewe ni mke wa mtu na mume wako yupo. Hivi akijua kwamba chumbani kwangu atanifikiriaje mimi? Hebu tuliza bwana. Mzee kashaondoka, hata usiwe na wasiwasi. Na kuomba utoke chumbani kwangu. Siwezi kutoka mpaka unipe jibu langu, maana uliniambia leo utanijibu juu ya lile swala langu. Toka kwanza nje alafu nitakujibu tu kwenye simu. Usinifanye mtu mdogo bwana. Kwani ukinijibu tu hapa kuna shida gani? Siwezi kubaliana na jambo lako kwa sababu wewe ni mke wa mtu. Sasa sitotoka huko ndani mpaka utakaponijibu, na sio jibu ili mradi tu jibu. Nahitaji jibu la maana. Sawa, nimekubaliana na wewe. Nenda nje. Sawa, haina shida. Ila nataka unifanyie kama unavyomfanyaga mpenzi wako anayekujaga hapa kila weekend. Sawa, nitakufanyia. Huko akiwa anamsukuma atoke nje. Kwa bahati mbaya sasa, wakati yule mwanamke akiwa anasukuma kutoka nje, binti wa mwenye nyumba akawa amemuona na kubaki midomo wazi. Mwanamke alipotoka nje akatazama kila kona na kuona hakuna mtu, kisha kaenda zake tu chumbani kwake na kumwacha Aidan akiwa anafunga mlango wake. Akiwa anamaliza tu kuvaa, mara mlango wake ukagongwa tena, na kwa hasira kweli akauliza ni nani anayegonga, lakini hakujibiwa. Nani? Safari akauliza kwa ukali baada ya mlango kugongwa tena. Hakuna aliyejibu, ndipo kwa hasira kaenda kufungua mlango na kukutana na binti wa mwenye nyumba huku akiwa anatabasamu. Leo nimekubaini kwa nini unanikataa. Huku akiwa anatabasamu na kumtazama Aidan usoni. Hivi leo hawa watu wametumwa ama? Aidan alijiuliza kichwani mwake huku akiwa anamtazama yule binti kwa mshangao. Mbona umenitumbulia macho tu kama unijue? Kwa sababu sikuelewi. Twende taratibu tu baba, utanielewa tu. Sasa nataka kutoka, kwa hiyo kama hutojali tutaongea baadaye. Akiwa anataka kurudi chumbani kwake, lakini akadakwa mkono. Hebu njoo hapa bwana nikupe vidonge vyako. Aidan akashindwa hata cha kufanya zaidi ya kumtazama tu yule binti. Yaani unikataa mimi kwa ajili ya yule mwanamke ambaye amekuzidi umri. Unaongea nini wewe? Usifanye kwamba hujui. Na wakati nimemuona kabisa kama mke wangu akitoka hapa chumbani kwako, itakuwa unaota wewe sio bora. Nimemuona bwana, usinibishie. Alafu ni mke wa mtu yule. Shauri zako tu, mumewe ni mpemba yule. Nisikilize sasa. Kama hauna jambo la kuzungumza naomba uondoke. Kwa hiyo ndo maana ukaingia bafuni tu kujisaidia mbele yangu bila aibu. Hilo aibu kwanza sahau kabisa, na fanya kama vile hakuna kilichotokea. Nilishindwa kujuzia tu, kwa hiyo usinichukulie kirahisi hivyo Haya, siku njema basi. Kisha Aidan akaufunga mlango wake, kisha akatulia na kuanza kuhema. Hii si nuksi sasa hii. Hata kuniendapo kutambulishwa kwa wakwe zangu itakuwa ni balaa yani. Aidan alizungumza akiwa anajitazama tu kwenye kioo. Baada ya muda mwanaume akawa ameshamaliza kujiandaa na kuondoka zake, maana alikuwa ameshachelewa. Chumbani kwa kijana Daniel, siku hiyo alikuwa amelala na mpenzi wake afahamikae kwa jina la Pendo, na walikuwa ndio wanamalizia kukipiga kile kimoja cha asubuhi, na walikuwa wako kwenye dunia yao tu ya peke yao kabisa. Dani, mbona leo uko hivyo? Umelala, umekula nini jana usiku? Pendo aliuliza kama amekunjwa kisawasawa kwenye kona ya kitanda, huku mwanaume akiwa kwa juu akishindilia ndizi ipate kuzama na kufika mahala pake. Kaa vizuri baby. Alisikika Dani akiwa anazungumza huku akiwa anachomoa mashine yake na kuichezea tu, akimwacha Pendo akae vizuri ili shughuli iendelee. Wanakuambia wazee wa zamani, hakunaga kitu kitamu kama kile kimoja cha asubuhi, na uwaga kinadumisha ndoa ama mahusiano endapo kama wapendanao wakiwa wanapeana kila muda. Mwanamke akawa amekaa ule mkao akaa na kimbilia shimoni. Yaani amekaa upande tu hivi na mguu mmoja akiwa ameubinua, na wakati huo Daniel akiwa amelala kwa nyuma yake akiwa anatafuta mzinga wa asali kutokea kwa nyuma.
Haikuchukua muda sana jamaa kufika shimoni mwake, maana alikuwa amepazoeaga na kila mara waga anakwenda huko anapopata nafasi. Oh shit, na taratibu baba. Unajua kabisa mwenzio bado sijapona kiuno. Pendo alianza kulalamika baada ya kuona kasi ya Daniel inaongezeka kila baada ya sekunde kadhaa. Mtanange ulikuwa wa hali ya juu na walikuwa wako kitandani kwa raha zao tu, na wakati wote wakaona kinywaji kilele cha Kibwa na Mawenzi, utamu kunoga mpaka kisogoni. Lakini ghafla mlango ukagongwa na kitu kizito na kishindo, nacho kikafuata nyuma kiasi cha kumfanya Daniel na Pendo ashtuke na kubaki wakiwa wamepigwa butwa. Ukimya ukatawala kwa dakika kama moja hivi, kisha ndio vikaanza kusikika vishindo vya kama watu wakisukumana na kelele zao zikaanza taratibu. Ndiye yeye huyu, ndiye yeye kabisa, hata msimwache jamani. Ilisikika sauti ya mke wa mwenye nyumba akizungumza huko nje na watu wakisikika wakiwa wako wengi kweli kweli. Jamani sio mimi, nilikuwa napita tu njia mimi. Ilisikika sauti nyingine, jamaa akiwa anajitetea. Ulikuwa unafanya nini hapa? Baba mwenye nyumba alisika akiwa anauliza. Nani huyo? Pendo aliuliza kwa sauti ya chini kabisa akiwa amejifunika shuka mwilini mwake. Baba mwenye nyumba huyo. Kuna nini? Hata najua basi. Sasa uende ndani ukaangalia tusije tukafia huko ndani bwana. Akiwa na msukuma. Huko nje kelele zikawa zinazidi kuwafanya watu wawe wanaongezeka taratibu kabisa na mazungumzo yasiyoeleweka yakawa yanaendelea. Taratibu Dani alinyanyuka kitandani, kisha akatafuta bukta yake na fulana yake, kisha akatinga mwilini mwake. Yanaambiwa hata nyoka wake mwenyewe haikujulikana lala saa ngapi, maana kwenye shughuli alikuwa amesimama wima. Utasema kwamba koboko alikuwa anataka kumgonga mwanadamu aliyekuwa ameingia kwenye anga zake. Huyu mwizi mzee, hata haina haja ya mazungumzo naye huyo. Alisikika mpangaji wa chumba cha pili baada ya cha Daniel. Jamani mimi sio mwizi. Sasa hapa ulikuwa unafanya nini na hizo spana na madispisi za nini? Mimi ni fundi. Fundi kwenye milango ya watu. Si ndio? Jamaa hilo swali lilikuwa ni gumu sana na kujikuta akiwa anashikwa na kigumizi huko akiwa ameinamishwa kichwa chini. Daniel wakati huo akiwa anafungua mlango wake akakutana na nyomi ya watu ikiwa imesimama usawa mlango wake, huku wengi wao wakiwa wameshika silaha za jadi. Mzee, hebu tupishe hapo sisi tuzungumze naye, tunaona kabisa kama vile unamchelewesha huyo. Jamaa mmoja mwenye misuli kwenye mwili wake alisika kanazungumza huko akiwa anamvuta mwenye nyumba pembeni. Lilikuwa ni kosa kubwa sana kwa yule mzee kutoka mahala pale, maana lilishuka jiwe moja kubwa kichwani mwa yule kijana na kuvunjikia pembeni. Watu wakawa sasa wameambiwa kwamba mchezo unaanza, maana kila mmoja kana shakila alichukua nacho mkononi. Mwenye jiwe alikuwa anashusha, mwenye chuma, mwenye fimbo, sawa Yaani kwamba tu ile ewala. Daniel alibaka medoa kwa na shangaa, maana ilikuwa ni asubuhi tu, hata jua nalo lilikuwa linawaka kabisa. Huyo mwizi gani asiyeogopa muda huo? Jamani hebu mtoeni hapa mkamuulie huko jamani uwanjani. Sitaki kabisa kesi hapa nyumbani kwangu. Baba mwenye nyumba alizungumza huko akiwa anawasukuma wale jamaa ambao walikuwa wanamtandika mwizi. Leo mbona atazungumza tu, maana tumechoka kuibiwa sisi hapa. Mpangaji mmoja aliongea kwa mvuta yule mwizi. Twende kwenye kiwanja cha shule kule. Jamaa mwingine alitoa wazo kama ameshika nondo mkononi. Haraka Daniel akarudi ndani na kumzuia Pendo asiende kuchungulia. Kwani kuna nini? Pendo kauliza. Wanampiga mwizi, hebu rudi kakae pale, maana wewe kichwa na kijua kabisa mimi kikisha unaga damu hicho. Jamani na huko kunishika msaka mwaga na pungushaga akili nyinyi. Inabidi uzoe tu. Mwenzangu, nitakuwa sije kabisa. Yaani jana usiku makelele. Sijui nani kazima dela hajarudisha. Hatujakaa kidogo tu akaja Kigoma. Sijui eti kuja kumchamba mwenye nyumba wenu. Yaani usiku kucha hatujalala tu na bado baya hapo nyuma wamepiga mziki mpaka alfajiri. Pendo akaendelea kulalamika huko akiwa anakaa kitandani. Kelele huko nje zikawa zinaenda tu kupungua kwa sababu watu walikuwa wamembeba mwizi wao wakiondoka naye. Kwa hiyo Daniel kauliza kuhusu nini? Tumalizie basi. Mwenzangu mimi muda wote umenisha. Nataka tu nikaoge tunywe chai hapa twende nisindikize. Okay poa. Ilikuwa ni jioni. Marafiki watatu wakiwa wamekaa kwenye baa moja hivi wakipata vinywaji, na wote walikuwa wanatumia watumiaji wazuri wa pombe, lakini kwa bahati nzuri walikuwa sio walevi kwa kupiteleza. Walikuwa wanakunywa kistaarabu kweli kweli, maana wakifikisha bia zao 2 ama 3 basi wanaondoka zao kwenda kujipumzisha. Walikuwa wanatumia muda mwingi kuzungumza na kufurahi, na bia zilikuwa ni kama visindikizi tu vya maongezi yao tu, na sio kwamba ndo zilikuwa zinachukua muda mwingi wao. Ila wewe ndo una mtihani mkubwa sana ndugu yangu. Somali ongea kwa na cheka na kumtazama Aida. Anyway acha tu mzee. Sasa si wapange tu mzee, kila mmoja tu anatiba yake. Daniel kadaki. Wewe unataki mema ise wewe. Hivi si unamjua kabisa shemeji yako Clara Yaani yule mwanamke kama na mashetani kichwani mwake tu, yani nikisema tu nitembee na mwanamke mwingine lazima atajua tu, na kama sio kukutwa na matatizo kabisa. Hilo tatizo sasa. Hilo tatizo sasa. Soma kadakia. Tunaenda kwa Mpalange. Daniel aliongea akiwa anacheka huko akiwa anawatazama wenzake. Huyu bwana ndiye alituponza kabisa huyu. Aida naye akadakia huko akiwa anamnyoshia kidole Suma. Lakini kwa nini ndo ambaye anawatuma watu jamani? Hata kama bwana, yani huku kumezidi kabisa uswahilini yani.
Haila vimba bei rahisi, si ndio? Daniel aliuliza kwa utani na unafiki huku akiwa anawatazama wenzake. Walitazamana kwanza kisha wakajikuta wanaangua kicheko huku wakilalia meza. Ilikuwa ni swala la kufurahisha sana na utani mwingi, na haikuwa inashangaza kwa sababu walikuwa wamezoeana jamaa hao kwa utani. Ila tuendeni mbele na turudi nyuma. Au basi tuendeni mbele tu. Daniel aliongea tena ujinga mwingine kabisa na wenzake wote wakacheka na kuonekanika wamekumbuka kitu. Au basi walijikuta Suma na Aidan wakitamka hayo maneno na kuzidi kucheka. Jamaa alikuwa fara sana ise yule. Daniel alikazia. Umenikumbusha mbali sana ise. Au basi Suma na yeye akakazia. Alikuwa akifika darasani basi mjue siku hiyo yani kuna quiz. Na ole wake Suma asiwepo, yani mjue kabisa kwamba mliokosa wote mtajuta kwenye coursework. Jamaa anamtafuta sana rafiki yake yule mzee au basi. Daniel alizungumza akiwa anacheka sana. Ukiona anatoa quiz alafu eti ukamsikia anasema kwamba au basi, ujue kabisa kashamuona Suma anaingia darasani. Sasa kumbe yani shida yake ni kwamba amkute Suma basi ndo furaha yake. Kwa hiyo nyie wase mnakuwa mnaenjoy tu, si ndio? Kwa nini hapana kaka? Hebu tuchane hizo habari kwanza. Suma aliwatuliza wenzake. Okay, vipi mwanangu kuhusu Chiku? Daniel aliuliza huku akiwa anafuta machozi ya kicheko. Mzee mpaka leo hata sielewi mwenzenu mjue. Suma alijibu. Haelewi kitu gani? Yule demu sielewi kabisa, kwanza mambo yake tu yani muda mwingine yani mpaka najua kabisa kwamba ni jini, maana mambo yake hata haelewi ujue. Ndio mambo ya buza yako mparange mzee. Inawezekana, lakini ase vipi unamuona anaelekea hivi? Aidan akauliza. Hata sijui ase. Kisha wote wakacheka. Kama wewe tu mhusika ujue unadhani kwamba sitajua kweli? Daniel kama kawaida yake alihoji kwa akiwa anacheka. Tuache tu bwana, maana huyu bwana ndio mwenye kasheshe huyu. Mke wa mtu bado hapo mtoto wa mwenye nyumba na yeye pia anamtaka. Wewe acha tu Suma, ni mpaka nyumba naiona chungu yani. Hama Daniel adekia. Hata mwezi haujaisha tu kodi yangu mimi namwachia nani pale? Unafanya kama umetoa sadaka tu. Utakuwa na wazimu kaka wewe. Basi soga zao zikaendelea tu kwa akiwa wanashusha na bia 2-3, na wakati huo walikuwa wameagiza ugali mkubwa na nyama choma ili wapate kusindikiza mazungumzo yao. Baada ya wiki moja kupita alionekanika Suma akiwa anatoka kazini, na baada ya kushuka kwenye daladala wakicheza simu yake, lakini akiwa hana ili wala lile, ikaonekanika gari moja ya kifahari kipaki mbele yake huko vumbi likitimka. Kidogo ilimshtua Suma sana na kujikuta akiwa anasimama huko akiwa amedua kama ameona jini hivi. Lakini mlango wa gari ulifunguliwa kisha akashuka mwanadada Chiku akiwa amebadilika kabisa na akamtaka Suma ingie ndani ya gari. Ingia tu sijari. Hapana. Chiku alimsogelea Suma na kumtazama usoni kisha akampa ishara kwamba asiwe na wasiwasi, lakini wakati Suma akiwa anaingia kwenye gari akawa anatuma ujumbe mfupi kwenda kwa wenzake kisha akakaa kwenye gari. Haraka sana bila kuchelewa gari ilipigwa gia na safari ya kwenda anapopajua Chiku ilianza, huko Suma akiwa mwenye wasiwasi mkubwa maana hakujua ni wapi alipokuwa anapelekwa. Safari ilikwenda kuishia Masaki kwenye nyumba moja ya kifahari, na ile gari wakati ikiwa inaingia ndani mazingira yakaonekanika kutulia sana kiasi cha kumshtua sana Suma. Usijali, unaweza kushuka tu, Chiku aliongea kwa ameshika mlango wa gari. Suma alishuka na kuanza kutembea kwenda kwenye ile nyumba kubwa ya kifahari, tena akiwa yuko nyuma ya Chiku. Walinzi walikuwa kila kona, na hali hiyo ndio ambayo ilikuwa inazidi kumshtua sana Suma kiasi cha kutamani hata kugeuza au kurudi alikokuwa ametoka. Asa shida ameingia ndani na hata akisema arudi asingeweza kuruhusiwa. Kwa nini tuko hapa? Mbona una wasiwasi sana? Lazima nione wasiwasi. Okay sawa. Na kwamba utulie, baada ya dakika chache hivi utajua kwa nini uko hapa. Waliingia hadi ndani na kukutana na wafanyakazi wa ndani wakiwa wanaendelea na shughuli zao, lakini wao walikwenda hadi ghorofa ya kwanza nje kwenye kibaraza na kumkuta mwanamke mmoja akiwa amekaa na sura ya huzuni, huku mzee mmoja akiwa amelala huko akionekana kama vile ni mgonjwa wa muda mrefu. Chiku alikwenda kumsalimia yule mwanamke kisha akamkumbatia na kumbusu kwenye paji la uso, na ndipo alipokwenda kusimama pembeni ya kiti cha kulala alichokuwa amekalia huyo mzee. Chiku alisimama kwa muda huko akiwa anamtazama huyo mzee kisha akakaa kwenye kiti cha pembeni huko akimshika mkono na kuanza kuzungumza naye. Wakati Chiku anazungumza na huyo mzee, huko yule mwanamama alikuwa akimtizama Suma kwa umakini mpaka Suma mwenyewe akawa anajishtukia. Umefanya jambo la maana sana, maana ni muda mrefu sana nitamani uwe hivyo mwanangu. Alisikika yule mzee akiwa anazungumza huko akiwa anamtizama Chiku usoni. Asante sana baba. Ila pia naomba unisamee kwa kukataa wachumba ulionitafutia wewe. Usijali kuhusu hilo. Kisha mzee wa watu akakoa kikozi kigumu kilichofanya ashike kifua chake kuonesha kweli alikuwa anaumia kwa ndani. Suma, Chiku aliita. Suma alibaki akiwa anamtizama Chiku ambaye alikuwa amesimama kumfuata alipokuwa amesimama yeye. Hapa ni nyumbani kwetu. Kwanza Suma alibaki kushangaa maana hakuwahi kuwaza kama Chiku anaweza kuwa mtoto akishua kiasi kile. Unasema hapa ndio nyumbani kwetu na hawa hapa ni wazazi wangu, huyo hapa ni mamangu na yule pale ndo baba yangu. Akiwa anawanyoshia mkono wazazi wake. Mama,
huyu ndo mvulana ambaye nilioeleza. Nadhani kama muda sasa umepita tangu nilipoeleza juu yake, na leo nadhani kwamba ndo siku ambayo mlihitaji kumuona. Karibu sana baba nyumbani. Mamake Chiku alimkaribisha Suma. Asante sana mama. Baada ya kusalimiana na kujuana, ndipo Suma akawekwa chini na kupewa mchongo kamili ambao ulikuwa ni masuala ya urithi wa makampuni ambayo alikuwa anamilikiwa na huyo mzee ambaye ni babake na Chiku na wenzake. Sheria yao walikuwa hawezi kumrithisha mtoto wa kike wa mtu mwenye share kama hajaolewa, na sio ndoa tu bali iwe ni ndoa halali inayotambulika. Hapo ndipo mwanamke anapopewa urithi kamili. Asa Chiku akawa amekwenda kutafuta mchumba Uswahilini ili mradi tu apate mwanaume mwenye maisha ya kawaida na mwenye mapenzi ya kweli, kuliko angetangaza ama angeonesha ya kwamba yeye alikuwa ni mwanamke anayetoka kwenye familia ya kitajiri. Wanaume wengi wangeweza kumpapatikia, na yote hiyo ni kutokana na pesa walizonazo, na wasingelikuwa na mapenzi ya kweli kwake. Sasa yeye ndipo alipoamua kwenda kujifanya wa Uswahilini, na huko alikutana na wanaume wengi, lakini wengi wao walifeli na kumtosa kwa sababu waliona kama Chiku sio hadhi yao. Baada ya kuelezwa kila kitu na kupata chakula cha jioni, alijiandaa kurudi nyumbani kwake, na walikuwa wamefurahi wazazi wake na Chiku kumuona mvulana huyo. Na asilimia kubwa wazazi wa Chiku walimkubali na kumuelewa sana Suma, huku akidai ya kwamba alikuwa ni mvulana mwenye heshima. Naitwa Salma Rashid na sio Chiku. Alisikika mwanadada ambaye alijitambulisha mwanzoni kabisa kama Chiku. What? Suma aliuliza kwa mshangao sana. Nilifanya vile ili tu niendane kabisa na majina ya Buza kwa Mparange. Huku akiwa anacheka na kukaa kwenye gari. Leo umejua kunichanganya ise. Usijali, huu hapa ni mwanzo tu. Nadhani kama maisha utafurahia zaidi. Huku mwanamke akiwasha zake gari. Usiku wa siku hiyo alionekanika mtoto baba mwenye nyumba anayoishi Aidan akiwa anaingia chumbani kwa Aidan huku akimtaka. Wakati akiwa anaingia chumbani, kumbe upande wa pili huku yule mwanamke wa chumba cha jirani ambaye ndiye yule ambaye alikuwa akimsumbua Aidan ya kwamba alikuwa anamtaka mapenzi, na yeye akawa amemuona. Wewe, mbona saa hizi na wakati nilikwambia kabisa uje mchana? Aidan alimuuliza yule binti. Mchana nilishindwa kuja tu kwa sababu tulikuwa na ugeni nyumbani. Kwa hiyo unataka uchukue yote ama? Aidan alizungumza akiwa anakwenda kuchomoa flash kwenye sabufa. Ngoja kwanza basi na wewe. Huku akienda kumkumbatia kwa nyuma. Sasa hayo ndo mambo ambayo nisiyotaka kabisa. Lakini kwa nini haunitaki na wakati mtaa mzima huu wananisifia mimi ni msichana mzuri? Mzuri kwao na sio kwangu. Halafu mimi ni mchumba wa mtu. Nahitaji kabisa kufunga naye ndoa hapo baadaye. Hakuna kitakacho kuzuia bwana, Kwani sisi si kwa leo tu? Hapana, hebu chukua flash uende. Kama utaki nitapiga kelele kwa mbona nibaka. Huku mwanamke akiwa anachana nguo yake ambayo alikuwa amevaa. Aidan akabaka amedua tu akimtazama Amina ambaye alikuwa anahema kwa Hamza kutaka kupewa mhogo wa jangombe. Chagua moja, upewe kesi ya ubakaji ama ulale na mimi. Vyote sitaki. Napiga kelele. Basi. Akawahi na kumzuia. Hakuwa na jinsi Aidan wa watu zaidi ya kukubali kumpatia mtoto wake kile alichokuwa anakihitaji, huku Amina mwenyewe akionekanika kufurahia. Bwana we, wakati Aidan na Amina wakiwa wanaendelea na utamu wao huko nje, yule mama alionekanika kutoka nyumba kubwa na baba mwenye nyumba akiongozana na mkewe sambamba na shekhe, huku wakielekea kwenye chumba cha Aidan. Huku Aidan akawa amechanganya mwendo akitaka kuwahi kumaliza ili Amina atoke, lakini ghafla mlango uligongwa, na hata kabla hawajajiuliza mara mbili wakasikia sauti ya baba mwenye nyumba. Wewe kijana, fungua mlango kwa usalama wako. Baba huyo? Amina aliongea akiwa na wahi nguo zake. Aidan alianza kutetemeka huku akishindwa cha kufanya, maana alijihisi mkosi sana hiyo siku. Hiyo yote ni kwa sababu ya ubishi wako Amina. Sio muda wa kuanza kulamiana, fungua mlango. Nafunguaje mlango? Unataka babako mimi niue? Wewe kijana, fungua mlango kabla sija kujazia watu hapa mlangoni kwako. Huko mzee wa watu akigonga mlango kwa hasira sana. Hakuwa na jinsi Aidan alikwenda kufungua mlango akiwa amevaa bukta na kukutana na baba mwenye nyumba yake. Mzee aliingia ndani akiongozana na shekhe sambamba na mkewe, kisha mama mtu akamchukua mwanae na kuanza kumfunika kanga mwilini mwake kwa lengo la kumsitili. Haya mzee, vaa nguo kisha ukae hapo chini. Baba mwenye nyumba aliongea akiwa anaweka na kitezo kabisa cha moto huku ubani ukiwa uko mkononi. Lakini mzee, mimi sijafanya chochote kile. Sawa, ila nakuomba uvae na ukae chini hapo. Amina, hebu mueleze babako basi. Kijana, hebu kaa chini bwana, usitaki nifanye maamuzi mengine kabisa mabaya hapa. Shekhe, anza mambo shekhe, maana vijana kama hawa wanaopenda uzinifu ni ndoa za mkeka tu hawa. Haya, na wewe sogea pale. Mama mtu na yeye akamtandika kofi Amina huko akiwa anamsukuma. Baada ya muda mambo yalikamilika. Aidan akawa ameozeshwa Amina kwa ndoa ya mkeka, huku wakibaki wanatazamana usoni tu. Usiku ulikuwa ni mrefu sana. Wakati wa Aidan alikuwa ameshawataarifu wenzake kwa kutumia ujumbe mfupi, lakini Daniel alionekanika kucheka sana na kumtania mwenzake ya kwamba yamemkuta. Alifajiri mapema
Aidan alidamka huku akiwa amevaa bukta na jezi juu na chini akiwa amevaa raba kama vile anakwenda mazoezini. Kisha kaondoka wenzake kwenda kuonana na Suma ambaye alikuwa naye anatoka kwenda mazoezini kwenye uwanja wa shule. Walikutana njiani na kisha wakaanza kuzungumza huku akiwa anaelekea mazoezini. Wewe cha msingi potea tu, hakuna njia nyingine hapo. Vipi kuhusu vitu vyangu? Chagua moja, upate vitu vyako na uendelee kuishi na ule mcharuko yule wa mwenye nyumba yako, ama utoroke ukakamilisha kuboa mwanamke wa ndoto zako tu na bado miezi miwili tu ndio yenu ifungwe. Aisee, mtihani ndugu yangu. Nafahamu, ila achana na vitu, tafuta vingine tu. Na mimi nitakupa hata kitanda tu cha kuanzia. Maana niliongea na Daniel akasema kwamba ataenda kuishi kwa shangazi yake tu kwa muda. Kuna chumba hakina mtu kule. Kwa hiyo jikataa, achana na hiyo ndoa, atajua tutoka ujinga wale waliofanya. Poa bobu. Akiwa anataka kuondoka lakini akaitwa na Suma. Una nauli? Usijali ninayo. Kisha akakimbia kwenda barabarani kwenye kituo cha daladala na kuondoka zake mazima. Baada ya mwezi mmoja, ilikuwa ni sherehe kubwa ya Suma na mwanadada Salma ambaye wengi wao walikuwa kimfahamu kwa jina la Chiku. Kila mmoja alikuwa ni mwenye furaha na hakuna hata mmoja ambaye alikuwa ni mwenye huzuni siku hiyo, na marafiki zake wote walikuwa ukumbini siku hiyo. Hapo namzungumzia Daniel na bwana Aidan ambaye alikuwa ameongozana na mchumba wake. Mambo yalikuwa ni moto moto na watu walikuwa wanafurahia, wakiwemo ndugu na wazazi wa pande zote mbili, japo babake na Salma yeye alihudhuria tu, hali ya kuwa bado alikuwa ni mgonjwa. Ama kweli twende Buza kwa Mparange, Daniel aliongea huko akiwa anamtazama Aidan. Kwa nini? Bila kwenda Buza unadhani kwamba Suma hapa angekutana na huyo hapo mwanadada wa kitajiri? Ila sikuwahi kabisa kutarajia kama Chiku atakuwa ni binti wa kitajiri. Na sio Chiku, kakasema Salma. Hii inaitwa karibu kwa Mparange mzee. Vipi wewe? Ilikuwaje labda? Daniel akauliza huko akiwa anamtazama Aidan. Kausha basi. Twende kwa Mparange kaka, ukachukua vitu vyako. Kwa sauti ya chini kabisa akiwa anamtazama Aidan. Aidan alibaki akimtazama mwenzake huko akiwa na wasiwasi na mchumba wake ambaye alikuwa amekaa pembeni yake. Nimefurahi kwa siku hii hapa leo kwa sababu sikuwahi kuwaza kama nitakuja kuwa mume kwa mwanamke ambaye anayejitambua. Na kwa bahati nzuri niliweza kukutana naye tu kwa mara ya kwanza Buza kwa Mparange. Suma katulia na watu kwanza wakaanza kucheka. Alikuwa ni Chiku kabla ya kuwa Salma leo hii ambaye namuoa hapa mbele zenu. Mke mwema jamani, waga anapatikana popote pale hata vitani. Ila mimi mke wangu nilimpata Buza kwa Mparange. Kwa hiyo jamani, nawaeleza ya kwamba hata Buza nako wako wake wa kuoa. Suma alimaliza na kusema hivyo huku akiwaacha watu washangilie. Twendeni kwa Mparange. Alisikika Daniel akiropoka baada ya watu kutulia na kuwafanya sasa wacheke tena huku wakimgeukia wapate kumtazama. Harusi ilifanyika na ikaisha huku maisha yakaendelea na Suma akawa amehama Buza na kuhamia Masaki kwenye nyumba ya Salma. Buza kwa Mparange akawa amebaki kijana wa kuitwa Daniel, na yeye kwa upande wake maisha alikuwa yanamwendea safi tu kwa sababu alikuwa ameshazoea maisha ya huko. Na kila mara alipokuwa anakutana na wenzake alikuwa akiwaelezea ya kwamba waende kwa Mparange kusalimia. Kwa muda huo hata kijana Aidan alikuwa ameshafunga ndoa na mchumba wake na hakutaka kabisa kusikia habari za Buza kwa Mparange, na yote ni kwa sababu ya mambo iliyomkuta kipindi akiishi huko. Hakika hiyo ndio Buza kwa Mparange bwana. Na nakwambia sio tu kila mwanamke anayepatikana uswahilini mcharuko. Kuna wengine wako huko kwa ajili tu ya kuweza kutafuta wanaume wa kweli wa kuoa. Sio kila muonayo kadhani ndivyo alivyo. Kuna wengine wamejivika joho lisilo lao kabisa ili mradi wapate kile wanachokitaka huko waliko. Mpaka kufikia hapo sina la ziada ndani ya simulizi ya Twendeni